Mwenyekiti, kuna mtu amekuja kukushawishi watu wako ingie kwenye hayo maandamano? Hakuna mtu yoyote ambaye amenishawishi kuingia kwenye haya maandamano. Kuna taasisi yoyote ambayo umesikia ina ratibu hayo maandamano? Hakuna taasisi yoyote, siwezi nikaongelea taasisi yoyote hapa. Sasa hiki ambacho unakikemea na unasema watu wasiingie kwenye maandamano, wewe umekitoa wapi? Nashukuru mwanahabari kwa kuniuliza swali zuri lenye tija. Mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga Shiuma jiji la Mbeya, Waziri Ahmed, amewataka machinga kuacha kujihusisha na maandamano yanayotajwa kufanyika kati ya tarehe 6 na tarehe 7 mwezi huu kwa kuwa yapo kinyume cha sheria. Licha ya kukiri kutokujua ni nani ameitisha maandamano hayo na kwa nini ameitisha, waziri amesema ameamua kuzungumza na wanahabari ili kuzuia jambo hilo, akikumbushia madhara yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana na siku zilizofuata, huku chifu wa kabila la Kisafwa Rocket Mwashinga akikemea na kupinga vikali tetesi zinazosambaa mitandaoni zikidai Julai 7 mwaka 2026 kutakuwa na maandamano nchi nzima. Mimi ni Anthony Komba na hii ni Kusaga TV. Kwa majina anaitwa Waziri Hamisi Hemedi, mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga wilaya Mbeya mjini. Kwanza nipende kukushukuru mwanahabari, mwandishi wa habari wangu uliye makini sana Anthony Komba, kwa kuweza kufuatilia taarifa zinazoendelea ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au ndani ya mkoa wa Mbeya. Mimi ni mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga wilaya Mbeya mjini, ambaye inaongoza wa machinga wilaya Mbeya mjini. Ambacho nahitaji tushare leo mimi na wewe ni jambo moja tu la taarifa ambazo zinaendelea kuvuma kwenye vyombo vya habari, zinavuma kwenye mitandao ya kijamii, kwenye magrupu kwa ajili ya maandamano ya tarehe 6 au tarehe 7. Hii ndio taarifa ambayo mimi imenisukuma zaidi, kwa sababu ni kiongozi wa watu, ni kiongozi wa taasisi wa shirikisho kwenye wilaya ya halmashauri ya jiji la Mbeya. Kwa nikaona leo sio sababu ya msingi ya kuweza kukaa kimya, afu mwisho wa siku ukashindwa kujibia baadaye ni kwa nini watu wako wakaandamana na ni kwa nini watu wako hawajaandamana. Cha msingi ni kwamba tu mimi ni kiongozi ambaye napeleka taarifa kwa wananchi wangu ambao nawaongoza wa machinga, bila taarifa zozote za taharuki. Ni taarifa ambazo nawapelekea zenye mlengo wa kuwafikishia swala la kimaisha, maendeleo na mafanikio ya kijamii kwa jamii ya mmoja mmoja kwa maisha tulionayo wa Tanzania. Ndio kazi yangu kubwa. Lakini hatuna taarifa yoyote ambayo serikali imewahi tupa ya kwamba tunahitaji tarehe fulani tufanye maandamano ya amani au ya kiserikali au ya kijamii. Hakuna taarifa ambayo nimepata barua au hakuna taarifa yoyote ambayo nimeweza kupewa ya kwamba tutafanya maandamano tarehe fulani. Sasa basi, mimi napenda tu kwamba hiki ni chombo cha habari cha kijamii na ni chombo cha habari ambacho kiko kisheria. Naomba kwamba taarifa zifike kwa watu wangu, kwa wamachinga, kwa wafanyabiashara wadogo, wajasiriamali, kwamba swala la maandamano sio maisha. Maandamano sio maisha. Licha kwamba kuna wengine wanalenga kwamba maandamano huenda ni ujumbe wa kufikisha taarifa sehemu fulani, lakini lazima liwe rasmi, lisiwe from nowhere. Linapokuwa rasmi maana yake mna kibali mnaokwenda kufanya maandamano, lakini pia viongozi wenu wanakuwa na barua ya kwamba msisituke kwamba ili jambo tunakwenda kufanya maandamano ya amani. Kwa kama hamna barua viongozi alafu maandamano yanaenda kufanyika, maana yake haya maandamano hayako rasmi. Serikali haijabariki haya maandamano. Kwa mimi niwaombe tu wafanya biashara wote, machinga yoyote aliyoko kwenye halmashauri ya jiji la Mbeya asisubutu kushawishika na mtu yoyote kisiasa, kidini, kijamii, kiharakati. Asisubutu kuingia kwenye harakati zisizokuwa za kimsingi kwa maisha yake yeye na familia yake. Kuna jambo ambalo tumejifunza sana wa Tanzania. Oktoba 29 yalikuwa maandamano kama ya kawaida tu, na hakuna mtu ambaye alikuwa amesema kwamba alikuwa anajua kwamba haya maandamano yanaweza katoa athari kubwa ya namna hii. Lakini mwisho wa siku haya maandamano yakawa ni athari moja kubwa sana. Yalipoteza watu wetu, ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, wafanya biashara wetu, wanachama wangu wa machinga walipotea. Wengine waliumia, mpaka sasa hivi wanaendelea kugulia vidonda. Kwa ili jambo halihitaji tena kurudiwa kwa sababu tayari tulishaguswa
na kama tulishaguswa hatuhitaji tena kugusa kidonda ambacho mpaka sasa hivi naendelea kukiuguza. Kwa nikemee, naomba kukemea na ndakemea sana. Kama mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga wilaya Mbeya mjini, ndakemea sana. Na hili jambo ni kwa nini nakemea? Na unaweza kujiuliza hapa mwanahabari, ni kwa nini sijaja na viongozi wenzangu? Msemaji mkuu wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania kwenye mkoa, kwenye wilaya, kwenye taifa, msemaji wa mwisho ni mwenyekiti. Sasa mimi kama nimelisikia hili hapa kama linataka kwenda kuleta taharuki, siwezi nikakaa nalo kimya. Kwamba lazima tukae, tujadili. Swala kujadili ni pale ambapo mnaona hili jambo huenda liko miezi 2 mitatu au mbeleni. Lakini kushaona hili jambo liko from nowhere, kesho au kesho kutwa, maana yake itakiwa wewe usubiri kikao, ukemee kabla halijafanyika jambo. Kama tutakuwa umekosea ni vikao vya ndani. Na kama mimi mwenyekiti nimekosea, ni vikao vya ndani na kabineti yangu. Lakini siwezi nikalikalia kimya hili jambo kwa sababu naona tayari linaweza likafanyika kesho au kesho kutwa. Na serikali inalitamka mwanzo mwisho. Hatuhitaji kuonekana mtu yoyote anaingia fronti. Sawa? Sasa kama hatuhitaji kama mtu yoyote kuingia fronti, ni nani ambaye kwenye taasisi yake anahitaji watu wake, wanachama wake wapungue? Mimi nahitaji wanachama waongezeke, sio wapungue. Na kama kupungua watapungueje? Watapungua kwa wale watu wanaoandamana, hatujui sababu zao za msingi ni nini. Kwa sababu moja hazijawekwa hadharani. Kwa maana wanakwenda kuandamana kwa ajili ya kutetea maslahi gani? Wanakwenda kuandamana kwa ajili ya kuwatetea Watanzania kwa ajili ya nini? Wanakwenda kuandamana kwa kibali kipi? Wanakwenda kuandamana kwa taarifa zipi za kiserikali ambazo zimeweza kuwapa mandate ya kuweza kuwapa kibali cha kuweza kuandamana? Sasa mimi kama mwenyekiti wa machinga wilaya Mbeya mjini, sina taarifa zote za serikali, sina kibali chochote cha kuweza kuwaruhusu watu wangu waandamane. Kwa hiyo napenda kutoa rai tu ya kwamba sihitaji mfanya biashara yoyote mdogo, machinga au mjasiriamali wowote wale asisubutu kuingia kwenye maandamano kwa kushawishika na mtu, kwa sababu maandamano sio maisha yake, bali maandamano inaweza kuwa athari kwake, akaacha familia, akaacha maisha yake, akashindwa kutengeneza maisha. Maandamano yasiyokuwa na amani siku zote ni vurugu, na nakwambia uhuru bila mipaka siku zote ni vurugu. Kwa mimi sihitaji watu wangu waingie kwenye uhuru usiokuwa na mipaka. Tunaamini tunaishi kwa sheria. Sheria ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania imenyoka. Na imenyosha kabisa, unapohitaji maandamano omba kibali kiwe rasmi, lakini pia upewe masaa. Ni masaa 48 kuomba kibali. Kikubaliwe au kikataliwe. Sasa leo from nowhere tu maandamano yanafanyika, lakini pia hatuna taarifa viongozi wote wale wa taasisi. Sijui kama taasisi zingine zitakuwa na taarifa za maandishi, lakini kwa mimi sina taarifa ya maandishi. Na maandamano kama ni maandamano ya amani, maana yake tunaungana wa Tanzania wote kufanya maandamano ya amani. Kwa maandamano ya amani, hata mimi kiongozi wa taasisi naweza nikawa mbele kuongoza watu wangu kwa sababu tunafanya maandamano ya amani. Sasa leo hii kama hizi taarifa sina mimi za maandamano ya amani, na shawishiji watu wangu kuingia kwenye maandamano ya amani. Manake kama si mwenyekiti, kuna mtu amekuja kukushawishi watu wako ingie kwenye hayo maandamano? Hakuna mtu yoyote ambaye amenishawishi kuingia kwenye haya maandamano. Kuna taasisi yoyote ambayo umesikia ina ratibu ya maandamano? Hakuna taasisi yoyote, siwezi nikaongelea taasisi yoyote hapa. Sasa hiki ambacho unakikemea na unasema watu wasiingie kwenye maandamano, wewe umekitoa wapi? Nashukuru mwanahabari kwa kuniuliza swali zuri lenye tija. Kwanza mimi ni mwepesi sana kufuatilia vyombo vya habari. Nimemsikiliza waziri wa mambo ya ndani, sawa, akidadavua sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sheria ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio sheria mama ya nchi yetu, kwamba mtu anapohitaji kuomba mkutano wa hadhara lazima apitie wapi na apewe kibali na nani. Lakini pia kama kuna maandamano ya amani lazima upitie wapi, upewe kibali na nani, na ufanye maandamano ya amani. Sasa kama hivi vitu vyote havipo, maana yake maandamano hayako halali. Kwa baada ya kusikia hizi taarifa, na pia nimesikiliza vyombo vya habari, nimesikiliza machifu wa mkoa wa Mbeya wakiungana machifu wa Kisafa na machifu wa Kinyakyusa kwa kukemea haya maandamano. Sasa nikaona kama mpaka machifu wanafikia hatua ya kukemea maandamano, manake na wao pia hawana kibali na hawana barua ya serikali ya kuweza kuruhusu maandamano. Sasa mimi kama kiongozi wa taasisi
na naongoza watu wengi kuliko hata machifu, na kaeje kimya. Kwa maana hiyo mimi nitakuwa na support hizi taarifa ambazo ni vuguvugu. Hili bado hata mimi pia sijaratibu ya kwamba ni kuna maandamano. Ile taarifa ambazo ziko chini ya pazia. Kwa nini ninyi viongozi wa pengine taasisi mbalimbali, majukwaa mbalimbali, mmekuwa mkitoka haraka sana kuja kuzuia jambo ambalo au kusemea jambo ambalo kimsingi hata hamjalielewa liko? Ya kwanza moja, mimi nipende kushukuru kwa hilo. Tunachohitaji sana moja, sisi wa Tanzania tumepigwa sindano. Tumepigwa sindano ya kutokupona Oktoba 29. Kwa unapopata taarifa za vuguvugu ambazo taarifa sio rasmi, hazijanadiwa na taasisi yoyote na chama chochote na serikali yoyote kwamba kuna kitu kinaweza kikatokea cha namna hii, lakini kinaongelewa, kwa kinahitaji lazima ujihami. Siku zote askari bora ni yule anayejihami mapema kulikoni kabla ya tahadhari haijamfikia. Askari ukihitaji mpaka tahadhari kufikia ndio ujihami, maana yake ni mzembe. Kwa mimi yani ni askari ambaye najihami mapema kabla ya jambo lolote halijatokea. Ngoja tupisha dhana alafu tutaendelea. Okay. Ya, mimi nasema ni askari ambaye hasubiri kushambuliwa kabla hajajihami. Mimi ni askari ambaye huwa najitahidi kujizuia mapema kabla sijashambuliwa. Kwa unapopata vuguvugu lolote au changamoto za aina yoyote au taarifa za aina yoyote, inatakiwa mimi ni defense mapema kabla sijashambuliwa. Nataka nifahamu jambo moja pia kutoka kwako mwenyekiti. Umekuja kuzungumzia maandamano ambayo pia kwenye maelezo yako umesema maandamano pia ni haki ya kisheria. Unaweza ukaandamana kwa ajili ya kupinga jambo fulani, kupongeza jambo fulani na mambo mengine mengi. Na kumekuwa na utaratibu wa watu kutoa taarifa kwa mamlaka kabla ya kuingia kwenye maandamano. Na umesema mwenyewe kwa kauli yako saa 48 kabla ya tukio lenyewe. Maandamano umeniambia ni kati ya tarehe 6 au 7 kwa taarifa ninazosikia. 6 au 7. Kwa dondoo. 6 au 7. Sasa una uhakika gani kama hao wanaokwenda kufanya maandamano bado hawajaenda kuomba kibali, na ukizingatia bado saa 48, leo tuko tarehe 3, saa 48 inawezekana zikawa bado kwa mujibu wa maelezo yako? Sahihi kabisa. Ili hapa nimeliongelea kisheria. Sijaongea kwamba ni saa 48 ndio rasmi. Ni rasmi kisheria. Kisheria ni rasmi. Kwa mujibu kabla saa 48 kabla ya kufanya tukio unatakiwa kutoa taarifa. Mpaka sasa kisheria bado haijafanyika kitu chochote cha kwamba wameomba kibali cha masaa 48. Ndio. Sawa? Na ndio kitu ambacho tunakitembelea mpaka hivi sasa. Na kama serikali itatoa kibali cha masaa 48 kwamba maandamano ni halali, anyway, kwa sababu ni serikali. Sasa muone kama mmewahi sana kuja kuzuia jambo ambalo watu bado wapo nalo kwenye mchakato. Na kama wapo kwenye mchakato, basi lisingekuwa limevuma. Inawezekana. Sawa. Kwa sababu mimi nakumbuka miaka iliyopita Chadema walifanya maandamano hapa. Walitangaza kabla, baadaye wakaenda kutoa taarifa, kwa sababu ni kutoa taarifa, si kuomba kibali kama anavyosema. Ni kutoa taarifa kwamba mimi nitakuwa nafanya maandamano kwa sababu ni haki ya kikatiba. Siku zote ni haki ya kikatiba. Lakini pia katiba hiyo haikuruhusu utoe taarifa bila maandishi. Yaani mimi nina mpango wa kufanya maandamano labda tarehe 15
lakini leo nawapa taarifa watu wangu wajiandae, lakini kabla ya siku hiyo nitakwenda kuwapa taarifa husika kwamba nitakuwa na maandamano saa 48 kabla. Ukishatoa tu taarifa kwa watu wako kwamba muda fulani nitafanya maandamano, na wapa taarifa watu wangu ila sijapewa kibali, tayari umeshatangaza maandamano. Naam. Sawa, tayari unakuwa umetangaza maandamano. Sasa serikali pale kuna mawili, kukukubalia au kukukatalia. Naam. Sawa? Ndio. Sasa kama umeshatoa taarifa kwa watu wako, unakuwa umeenda kuwalisha tayari matango poli watu wako wanaoa akilini tayari. Ndio. Ya kwamba tunakwenda kwenye maandamano. Lakini tayari wewe huna kibali. Sawa. Kwa serikali inapokuja kukatalia kibali, tayari wale watu hawana taarifa ya kukataliwa kibali. Wanaingia hadharani kwenye maandamano. Wanaathirika wale watu. Nani amesababisha? Yani sasa hili ni jambo ambalo nyinyi mnahisi litakuwa hivyo, lakini kama watazuiwa, kwa sababu kulikuwa na mikutano hadhara, nafikiri kuna na ratiba. Chama cha Mapinduzi kilikuwa na mikutano, chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilikuwa na mikutano hadhara ilikuwa inaendelea, lakini ghafla katikati waziri akatangaza kwamba mikutano isitishwe, akamwagiza mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania IGP Kamirusi Wambura asitishe kuenda kulinda mikutano hiyo na isitishwe mikutano hadhara. Wameacha wamesimama. Kwani kuna mtu umemwona ameingia kwenye mikutano? Kote huku kusitisha mikutano ya hadhara ya kisiasa, mimi sintagusa. Ni mambo ya kisheria. Nimetoa kwa mfano, ni kwa mfano kwa lile ulilozungumza wewe kwamba huenda siku saa 48 kabla wakaenda kutoa taarifa mahali panapohusika, kwa sababu ni Jeshi la Polisi, labda kwa OCD kwamba tunahitaji kufanya maandamano tarehe 7 au tarehe 8 kabla ya saa 48 wakazuiwa, maana yake maandamano haya hayatakuwepo. Lakini ukisema kwamba watalazimisha, malaki ni jambo ambalo wanalitegemea baadaye, kwamba una uhakika wanaweza wakalazimisha kuingia barabarani kama watazuiwa wasifanye hivyo, kwa sababu Jeshi la Polisi liko tayari kulinda maandamano haya. Kisheria kisheria inahitaji utoe taarifa mpaka unapokuwa umepewa kibali. Kisheria maandalizi nafanya saa ngapi na kibali inatakiwa ni kati saa 48? I don't know. Haijalishi, serikali haiangalii maandalizi yako, inaangalia mambo ya kisheria. Kisheria ni kwamba lazima wewe upewe kibali. Ndipo uwape taarifa watu wako, tutafanya maandamano tarehe fulani kwa kibali hiki. Usipopewa kibali, maana yake hayo maandamano ni batili. Aliyetangaza maandamano ni nani? Hakuna mtu aliyetangaza maandamano. Ndio maana hapa niliongea toka mwanzo. Nimesema ni taarifa ambazo sijazithibitisha, sina kibali wala sina barua ya serikali wala ya chama chochote. Baada ya kupata taarifa za dondoo za chini kwa chini. Sawa? Kwa sababu sisi wa Tanzania tayari tuna kidonda cha Oktoba 29. Sihitaji kama jambo ninalolisikia la chini kwa chini. Lakini pia kuna viongozi wa taasisi zingine wameliongelea. Mimi ni nani siliongelee? Kwa nini wewe umekuja kuzungumza kwenye vyombo vya habari wakati hauna uhakika na jambo lenyewe? Moja, kwanza ni kundi ambalo mimi naloliongoza. Moja ni kundi la vijana. Na kundi hili la vijana, moja ndio kundi ambalo serikali inaliangalia kwa karibu kwamba anaweza kaingia fronti au asiingie fronti. Sasa mwenye uwezo wa kuweza kuwapa watu future ya msingie fronti kwa sababu ya msingi 1, 2, 3 ni nani? Ni mtu ambaye amekamata kibali chao. Mimi ndo nina kibali cha wamachinga wilaya Mbeya mjini. Na mimi ndo nina leseni ya wamachinga wilaya Mbeya mjini. Na mimi ndo nina katiba ya wamachinga wilaya Mbeya mjini. Na wamachinga wangu sitaji mmachinga hata mmoja aingie kwenye msukosuko kwa sababu ya maslahi ya mtu mwingine. Hicho sikihitaji. Kwa sababu kila mmachinga na maslahi ya kwake, analea familia yake, anasomesha, anatibu, analea watoto na anauguza watu. Na kuna watu wako nyuma yake wanamtegemea huyo mmachinga. Lakini leo hii huyu mmachinga anashawishika kwa kitu kidogo sana kwamba tukifanya hiki tunaweza tukaingia hivi. Wakati sio lengo la serikali. Lakini kumbe mtu anayemshawishi ni kwa maslahi ya kwake binafsi, awe na watu, aonekane. Sasa hili jambo hatufiki kwenye mji wa Kanani. Tunaishia Misri. Amuoni sasa kama ninyi viongozi wa taasisi mnapotoka kwenye vyombo vya habari na kuzungumza kama hivi ndio mnakwenda kuhamasisha zaidi kuliko vile ambavyo ilikuwa? No. Yawezekana tusingeingia kwenye vyombo vya habari. Siku zote wanasema unapoita watu nimeleta zawadi. Jamani, nimewaletea asali, huenda na tende. Sawa? Unasema jamani, nimewaletea asali na tende hapa. Sio wote kwamba tutapokea asali na tende. Mwingine atasema nilikuwa nahitaji sukari. Sawa? Kwa hiyo anahitaji sukari, maana yake kapingana na watu 10 ambao wanahitaji asali na tende. Kwa sio kama unapeleka taarifa kwa jamii kwamba wote wataipokea jinsi ilivyo. Hata hivi ninavyoongea pia kuna watu wataiclash na kuna watu wataipokea. Sawa? Lakini kwa taarifa ya kwangu mimi kama mwenyekiti wa machinga wilaya Mbeya mjini, atakayeipokea ndio mwenye mafanikio. Atakayeclash
mimi simsimamii, kwa sababu ni kama nilivyoongea toka mwanzo, sina barua, sina kibali, sina taarifa yoyote ya serikali ya kama tunaenda kufanya tukio la namna hii. Tubaki hapo kwenye tetesi ambazo unazieleza kwamba umesikia mitandaoni, umesikia watu wakikemea, na wewe umekuja upate nafasi pengine ya kukemea. Unafahamu kwa nini watu wanataka kuandamana? Swala la kutaka kuandamana siwezi nikaidadavua. Unafahamu lakini? Siwezi nikaidadavua from nowhere. Kwa hiyo hujui kwa nini watu wanataka kuandamana? Hujui wanaoandamana kina nani? Siwezi nikaidadavua kwa sababu ni jambo ambalo mimi niombe tu wanahabari msiingie kwenye maswali ya mitego sana kwamba mpaka niingie kwenye joint ya kwenu. Hapana. Kwa sababu gani? Mtu anahitaji kuandamana na yeye ni hisia ya kwake yeye kama yeye. Lakini mtu anayemkosoa anajua mbele kuna nini. Na anajua maisha yake anahitaji atengeneze nini. Mimi nimesema ni kiongozi wa taasisi, ni kiongozi wa wafanyabiashara wadogo. Wajasiriamali wa machinga, mamalishe, bodaboda na watu wengine. Kwa sababu ili shirikisho limebeba taasisi zote, bodaboda, machinga, sawa. Limebeba shirikisho. Kwa sihitaji mtu yeyote aje apate adha eti kwa sababu sisi viongozi hatukutoka hadharani kulisemea, na watu wetu wajue nini ambacho tunahitaji kifanyike na nini ambacho kinahitaji kisifanyike. Unalozungumza hapa ni tamko la kwako binafsi kama mwenyekiti au ni tamko la jopo la viongozi wa machinga? Nimesema msemaji wa mwisho. Wewe ni msemaji, lakini inawezekana ukawa umekuja kusema kwa ingelikuwa ili jambo liko ndani ya mwezi mmoja mbeleni. Ningeshirikisha viongozi wote tukae. Kwa viongozi wenzako hawana taarifa na jambo hili? Lakini pia kuna mshauri wa kwangu mimi. Kwa sababu mshauri wa kwangu mimi ni mwenyekiti, ni makamu mwenyekiti. Ndio mshauri wangu mimi. Kwa tukikaa mimi na makamu mwenyekiti, na makamu mwenyekiti kaniambia mwenyekiti, hili hapa inatakiwa ulikemee na inatakiwa lisiendelee, basi nina kila sababu ya kuingia, kwa sababu ninakuwa na mtu tayari nyuma yangu ambaye tumekaa meza moja. Unajuaje kama wanaoandamana pengine ni viongozi wenzako wa machinga ndio ambao wameratibu hayo maandamano? Atalibeba yeye sasa, kwa sababu kiongozi kiingia kwenye maandamano ambayo sio rasmi, maana yake wewe ndio umekwenda kuangamiza taifa lote ambalo unaliongoza wewe lililo nyuma yako. Ndiye atalibeba yeye kama yeye, sio mimi tena. Mimi natetea watu wangu, sitaji mtu wangu hata mmoja apate majeraha, aumizwe, apoteze mali zake, aporo mali zake, ashindwe kulea familia yake. Hii ndio nalolikemea mimi kama mimi mwenyekiti wa machinga wilaya Mbeya mjini. Nalikemea. Na ni kwa nini Mbeya mjini nakemea sana? Mbeya mjini ndio kitovu cha halmashauri zote za mkoa wa Mbeya. Tunaposema Busokelo, Rungwe, Kyela, Mbalali, Chunya, Mbeya DC, Mbeya mjini. Mbeya mjini ndio imebeba hizi halmashauri zote. Kwa inawezekana kuna matukio mengine yanaweza kaanzia wapi? Mbeya mjini. Ambapo Mbeya mjini ndio niko mimi. Kwa nini nakaa kimya? Kwa hiyo hapa ulipo, maana hata wafanyabiashara machinga watapata taarifa kupitia vyombo vya habari. Vyombo vya habari hivi vyombo vya habari hivi. Nahitaji moja vifikishe ujumbe moja kwa moja kwa wafanyabiashara wangu wadogo wa machinga. Moja kwa moja na bila kupapasa. Na yale niliyotamka hapa naomba yaende vile yalivyo. Uhakika wako uko vipi kama maandamano hayo yatakuwa na vurugu? Sijaamini ya kwamba moja sijaamini ya kwamba kuna maandamano mbele yake. Najihami kutokana na taarifa za tetesi za dondoo ambazo nazipata. Lakini pia ni kwa nini najihami? Najihami kupitia Oktoba 29. Ndio najihami nalo hilo. Ni kwa nini najihami nalo hilo? Kuna baadhi ya watu mpaka hivi sasa tunaendelea kuwauguza, ambao hatutarajii tena tuendelee kuwauguza. Taifa hili hakuna taifa kubwa duniani ambalo linaongoza amani kama Tanzania. Sasa leo itakuwa ni aibu kubwa sana, taifa ambalo linaongoza amani kubwa kama Tanzania. Leo hii tunakwenda kupoteza amani Tanzania kwa sababu yawezekana maslahi ya Anthony Komba au maslahi ya Waziri Hamisi Hemedi. Sawa, lakini Anthony Komba unakwenda kupata maslahi yako, unapoteza watu 10 nyuma yako. Manake nini? Waziri Hamisi Hemedi kwa sababu na nafasi nilionayo naenda kushawishi hivi vitu, naenda kupoteza watu 20 kwa ajili ya maslahi ya kwangu mimi. Nini umekipata? Unakwenda mbingu gani? Kwa tunapofanya jambo hapa chini ya jua, lazima tukumbuke kwamba hii chini ya jua kuna wakati tutakwenda mbele za haki. Uliongoza nini watu wako? Uliwashauri nini watu wako? Kwa lazima tunapokwenda kuongoza vitu kama hivi lazima tuingie kwenye msafu, kwenye Bible. Na watu naoongoza
ndipo mambo yako yanaweza kanyoka salama. Kwa naomba tu, niombe sana, hakuna kitu kisichokuwa na mwanzo na mwisho wake. Na kama watu mnadai amani, basi amani itakuja, lakini kwa usalama zaidi sana. Lakini pia niweze kumalizia kama ulivyoweza kuniuliza swali la kizushi mwanzoni, ulisema umekuja na sare. Hii sare sio ya chama. Umeona nembo yake hapa imevaa farasi. Sawa? Huko pembeni kuna namba 3, mkono wa kulia. Ni sare ambayo imetoka nje kwa watu wetu tukajua makampuni yuko nje. Mimi naongoza kila machinga, siangalii chama, siangalii huyu ni nani yule ni nani. Mimi ni mwananchi, ni shabiki wa Yanga. Nimevaa kijani kama mwana Yanga. Kwa hiyo msije mkanitafasiri vibaya wanahabari. Huku ndo mnaingiliaga kiki sana kupitia huku. Mimi ni mwananchi, ni shabiki wa Yanga mzuri na nimebeba ubingwa ndani ya nchi yetu, na ndio maana mpaka sasa hivi napeperusha jezi ya Yanga, na nina machungu na Pacome amevunjika mguu, ndio maana naendelea kuvaa jezi ya Yanga. Mbele ilikuwa na kutania tu, niliyosema mbona umevaa nguo za chama fulani, sijui ni chama gani, lakini ni chama cha wananchi Dar es Salaam Young African. Kwa hiyo sio kanitafasiri watu vibaya sana. Wala naweza ukasema hivi kumbe nyuma yake kuna jambo lingine linaendelea. Na hili uliweke sana kwa sababu uliweke sana. Kwa sababu nchi yetu sasa hivi imetawaliwa na siasa, siasa uchwara sana. Kwamba mtu akikuona tu umevaa t-shirt yoyote ile ya kijani au njano, wanaona kama wewe ni mwanachama cha Mapinduzi. Sawa? Mimi siongozi chama cha Mapinduzi tu. Mimi ni muasisi wa wafanyabiashara wadogo wote, siangalii chama. ACT Wazalendo, CUF, Chauma, sijui NCCR, CCM, wote wafanyabiashara wadogo mwenye itikadi tofauti, mimi natakiwa ni muongoze. Na nimtatulie matatizo yake. Kwani ninyi hamna sare zenu za shirikisho? Sare yangu mimi utaiona. Zipo. Na anakuja nayo hapa mara kibao. Sare yangu ni ya kijani. Kwa nini usio unavaa wakati unapokuja kwenye mahojiano kama haya ili kuepusha hayo maswali mengi? Okay, hii ni from nowhere. Hii nimekuja leo hapa ni from nowhere tu. Sikujipanga. Lakini baada ya kupata taarifa kwamba kuna jambo ambalo linaweza kutokea mbele yake, limenikuta wakati tayari niko kwenye nembo hii. Kwa hiyo siwezi nikaenda kikimbia nyumbani nikachukua eti sare ya machinga nivae wakati jambo linaendelea kuonekana huko nyuma yangu. Unakwenda kule hujaongea kitu chochote, alafu jambo limelipuka nyuma yake. Manake tayari hujatetea watu. Kwa hiyo hapa imenikuta from nowhere tu. Ila ni sare ya wananchi Dar es Salaam Young African. Sawa mwenyekiti, hiyo haina hata nembo ya wananchi, kwa sababu ili ijulikane ni ya wananchi inatakiwa kuwa na nembo, lakini pia hata hicho chama kingine ambacho mimi nilikuwa nimekutania awali inatakiwa kuwa na nembo yake. Na sisi pia hakina nembo kama hii. Kwa hiyo inabaki tu hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama utani, lakini kwa kuwa umeamua kulitolea ufafanuzi basi itabidi tuliache hivyo ili watu wengine pia ambao watakuwa nao pia wana mitazamo, kwa inawezekana wengine wasio kwenye utani wakawa na mitazamo kutokana na hilo ambalo wanaliona wakadhani ni hivyo. Shida kubwa ni kwamba siasa yetu sisi, nchi yetu ni changa, haijakomaa. Kwa kila mtu anapoona tu kwamba ni mtu umevaa wenda nembo fulani, anachukulia kwamba uko sehemu fulani. Ndio maana nimeamua kukanusha jambo la namna hii. Lakini pia niwaombe wanahabari wengine kuanzia kesho wakihitaji kukutana na mimi niko online na namba yangu, hata kama kuna machinga anaweza kapiga atanipigia. Ni kwa nini mwenyekiti umeamua kuongea hili? Namba yangu mimi iko online sana na siogopi kujibia sehemu yoyote kwa sababu ndo kazi yangu. Tunaomba hiyo tarehe 7 mwezi wa 7 na inatangazwa na watu wabaya kwenye nchi yetu kwamba kutakuwa na maandamano. Sisi kama machifu, hayo maandamano hatuyataki wala hata kuyaona. Hakuna sababu ya kuandamana. Sisi wa Tanzania tuandamane kuna nini? Haya maandamano yanaleta balaa. Na hao watu wanataka kuendesha kufanya maandamano ya nini? Nchi yetu iko huru. Nchi yetu iko salama. Leo hii tunafanya maandamano ni yale yaliyokuja ya tarehe 29 mwezi wa 10. Hayo mambo yalifanya namna gani? Alafu leo tena wanataka wafanye maandamano. Kama sisi ni machifu mkoa wa Mbeya, tunalani hayo maandamano. Hayana maana yoyote. Nchi yetu ina amani. Sisi machifu hatutaki wala hata kusikia hata kuwaona hao watakayoandamana. Kuna nini? Walisababisha watu hii tarehe 29
watu walikufa, watu waliumia, mpaka leo watu wako hospitalini. Leo wameanza watu wale wanasema tena wanataka kuandamana. Tunaomba na Mungu yupo, na Mungu yupo, tunamuomba hayo maandamano yasionekane tena wala tusione. Sisi katika nchi yetu Tanzania hatujazoea vita wala kusukumana, hatujazoeana hata kutukanana, matusi. Wako watu hata kwenye maandamano, kwenye mikutano ni matusi. Watu ni wa Tanzania, ni watu wa wapi? Hataki kuja kuona. Machifu sisi tumekataa, na wakitaka laana wataipata laana. Machifu tutatoa laana, watapata laana. Kitu gani kinachofanya? Wao wanahangaika na watu wa nje, wanatumwa, wao wanapata hela kule, wanakuja kuchafua nchi yetu huko. Imeeleweka. Kumbe wao wanafanya ni kazi. Sasa wanaumiza watoto wetu, wanakwenda kwenye maandamano, wao wanapata hela, wanawatumia watoto wetu, wanakufa, wanaumia. Hiyo hao ni Watanzania gani hao? Hao ni Watanzania. Bora waondoke nchi hii. Kama naona sasa nchi hii haiwafai, waondoke wao. Sio kuja kuumizana, sio kuja kuumizana. Machifu tumekataa mkoa wa Mbeya. Nazungumza kwa jina la Mwangove. Kama kuna watoto, kuna vijana wa kabila la Wasafa ama kabila lingine lolote ambalo limekuja kwenye maeneo ya mkoa wetu wa Mbeya, wanataka kuanzisha hilo, wao wenye wajipeleke polisi, waende wakatoe taarifa, wanataka kufanya maandamano yanayohusu nini, watawasikiliza. Lakini kama kuna watoto ambao hawawezi kusikia, hii laana wataibeba. Sisi hatuna mchezo kwenye haya ambayo tunayaongea. Sisi tuko pamoja na serikali kwa sababu moja ya kazi yetu ni kuimarisha amani, ni kuimarisha tamaduni zetu. Sasa hao wanaharibu utamaduni wetu. Hauko hivyo. Hatuna watoto ambao hawawasikilizi wazee wao. Huyo lazima sio mtoto wa kabila letu. Kabila letu sisi vijana wetu wanautii. Kwa maneno haya ambayo tumeongea machifu wao, sidhani kuna mtoto yoyote atainuka ataenda barabarani. Kama huyo mtoto atainuka kwenda barabarani, maana yake ni mvuta bangi. Sio mtoto mwenye akili timamu. Mwenye akili timamu hawezi kabisa. Tunawajua watoto walioko kwenye kanda zetu hizi. Labda hao wao wametoka mikoa mingine, hawajui mila na tamaduni za kwetu. Kwa hiyo tunaliomba. Mimi ninaizungumza, naomba maneno haya ambayo anayasema. Najua maeneo ambayo wanayapoint yanayotusumbua siku zote ni maeneo ambayo yana watu wengi ya mijini, alafu wanachoma matairi kwenye lami mpaka sasa hivi zimechimbika, hawarudi kuja kutengeneza. Sasa wanania nzuri hawa wanania ya kuharibu uchumi wa Tanzania na amani ya Tanzania. Kiukweli hatuwezi kupendezewa nalo. Tafadhali, tukija kusikia kijana yoyote anafanya hilo, huyo atakuwa ni halali yetu sisi wa kabila la Wasafa. Manaka ameshavuruga mila na tamaduni za Kisafa. Lakini kama wametuelewa, waanze kuacha kuanzia leo. Na hii taarifa tumeianzisha hapa leo, lakini tunaendelea nayo. Bado tutaweka mikutano yetu ili jamii nyingine ielewe.